Sana TV. Alhamdulillahi alladhi anzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira wa ja'ala fi ikhtilafi al-layli wan-nahari ibratan lil-anami wa tadhkira. Tabaraka wa ta'ala rabbuna ahkamul hakimin. Ahmaduhu dammara al-kauna bibadi'i hikmatihi wa ashkuruhu wa asbagha alayna jamila ni'matihi wa atubu ilayhi was'aluhu ilmul yaqin wa ashhadu an la ilaha illa Allah الموجود قبل خلق الشهور وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد الرسل الكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه على تناول السنين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. أما بعد فيا أيها الناس. Tukufu Islam, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo kubwa la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya kufuata maamrisho na kujiepusha na makatazo, kwani hawakuacha kuwa waja wa Allah ni wenye kuhusiana jambo kubwa la kumcha Allah na kuweza kufuata maamrisho na kujiepusha na makatazo. Tuko katika mwezi wa Muharram, mwezi ambao una matukio mengi yaliyopatikana katika mwezi huu wa Muharram, yakiwa miongoni mwao ni hijra ya Mtume Muhammad kutoka ndani ya mji wa Maka kuelekea katika mji wa Madina. Ni miongoni mwa matukio yaliyopatikana katika mwezi huu. Na katika jumla ya matukio ni tukio kubwa alilolifanya sahaba wa Mtume Muhammad, na si mwingine ni Amirul Mu'minina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar, sahaba huyu aliwaita maswahaba wenzake jambo gani wafanye kuiweka tarehe islamia, kuiweka tarehe ya Kiislamu, lini tuweke. Wengine wakashauri mfungo 6 mwezi aliozaliwa Mtume, wengine wakasema tarehe aliyofia Mtume, wengine wakasema, lakini wote wakakubaliana na kuafikiana tarehe ya Kiislamu tuiweke ndani ya mwezi wa Muharram. Na ndio maana Amirul Mu'minina ni wa kwanza kuweka kituo cha kuweza kutibiwa watu
hospitali. Amiri al-Muminina ni wa kwanza wa kuweka benki ya Kiislamu. Amiri al-Muminina ni wa kwanza wa kuweka sehemu ya kufikia wageni wakiwa kama hawana mahali wapi waweza kafikia. Akaweka Amiri al-Muminina nyumba za wageni. Huyu ni wa kwanza kuweka Amiri al-Muminina Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Hata matukio haya yote ni miongoni mwa matukio makubwa ambayo yanaweka historia ya Uislamu uweze kukaa sawa. Leo maudhui yetu ya leo itakuwa ni jambo la kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maudhui yetu ya leo tutaizungumzia ibada ambayo ni kubwa kuliko ibada zote, na si ibada nyingine, ni ibada ya swala. Ibada ya swala ndio ibada ya kwanza ambayo siku ya Kiyama itakayokwenda kupimwa katika mizani. Juu ya ibada zako zote ulizozifanya, hija, sadaka, zaka, kutenda wema, kusaidia watu, kuyatenda yaliyo mema, hayatopimwa yote. Ya kwanza ya kupimwa ni ibada ya swala, na ndio maana Mtume Muhammad akasema as-salatu imaduddin, swala ndiyo nguzo kubwa ya dini. Faman akamaha fakad akama dina, anayesimamisha swala huyu kaisimamisha dini. Waman tarakaha, na anaye mwenye kuiacha swala fakad hadama dina, huyu kaivunja dini. Swala, ndio maana Allah akaleta mnada akasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambaye mliyomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, kuna nini? Akasema, idha nudiya lisalati min yaumi jumaa fasau ila dhikrillah. Ikinadiwa mnada wa Ijumaa, adhana imeshafika, muda wa swala umefika, fasau ila dhikrillah, nendeni mkamtaja Allah, msichelewe. Wadharu lbai'a, acheni biashara na kazi, acheni. Dhalikum khairun lakum in kuntum ta'malun, hilo ni bora kwenu ikiwa kama mnaweza kufahamu.
fa idha qudiyati salatu, swala sasa imeshakwisha, fantashiru fil ardhi, basi nendeni mkatafute riziki za Allah, nendeni, kwa sababu ibada sasa imeshakwisha, nendeni. Wabtaghu min fadlillah, natafuteni utukufu wa Allah. Wadhkuru llaha kathiran la'allakum tuflihun, tajeni Allah kwa wingi. Allah tumtaje kwa wingi. Tukiyafanya hayo ni asbabu miongoni mwa sababu za Allah kututia sisi katika janna. Swala, tusifanye ibada ya swala kama vile kuwakilisha. Tujitahidi watu wetu wa majumbani pia nao kuswali, wake zetu waswali, watoto wetu waswali, familia zetu ziswali. Ukiangalia hadithi ya Abi Hurairata radhiallahu ta'ala anhu kutoka kwa Mtume Muhammad, yeye anasema man tawalla udhua, yule ambaye anayetawadha udhu wake vizuri, fa ahsana udhuuhu, akaufanya uzuri ule udhu wake, katawadha vizuri na akaufanya vizuri ule udhu wake, kwa maana ule udhu wake yeye anaufahamu na anaujua. Thumma ata Ijumaa, kisha akaiendea yeye Ijumaa. Fastamaa, akaisikiliza hutuba na akaifuata yale aliyoambiwa kwenye hutuba. Wansat, akanyamaza. Akatulizana, akanyamaza. Watu wa ilmu ya sheria, ya ilmu ya fiqhi, inasema ukiingia msikitini ukimkuta khatibu anakutubu, hata ile kukaa kusema subhanallah 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 pia ile haitakiwi. Unatakiwa usikilize maneno ya hutuba ya Ijumaa. Ni taarifa gani mnayopewa? Wengine wakasema hata kule kuingia na kusali rakaa mbili pia haitakiwi, ila kwa watu maalum. Imamu ambaye yeye ndio mswalishaji, hasa kachelewa kwa ajili ya kufanya maandalizi, huyu anapewa nafasi hiyo. Ni elimu ya fiqhi na elimu ya sheria, alilmu alfiqhi almustanbat min alkitabi wa sunna. Hasa Abi Huraira asema yeyote ambaye atakayetawadha udhu wake uzuri na akaufanya vizuri huo udhu wake, kwa maana anaujua sharti za udhu, anazijua nzipi, nguzo za udhu nzipi, udhu unaharibika vipi, unakamilika, halafu akatulia akaisikiliza kutuba, halafu akanyamaza, hakuweza kufanya jambo lolote, ghufira lahu ma
bainahu wa baina aljumaati, kwa kuyafanya haya asamehewa madhambi kati ya Ijumaa hii na Ijumaa ijayo. Hebu angalia, kwa kuyafanya haya afutiwa madhambi kati ya Ijumaa hii mpaka Ijumaa ijayo. wa ziyadata thalathata ayam, na zaidi ya siku tatu, badala ya Ijumaa hii na Ijumaa nyingine, na zaidi ya siku tatu wasamehewa madhambi. Kwa kuyafanya haya aliyotuelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumwombe Allah atuafikishe tuwe ni wenye kuyatekeleza haya tunaoambiwa katika hutuba za Ijumaa, ili tupate kusamehewa madhambi. Wallahu tabaraka wa taala yaqulu wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha qura alquran fasta'idh billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ah fas'au ila dhikrillah. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah al-fa'il al-mukhtar, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad safat al-abrar, wa ashhadu an la ilaha illa Allah al-wahid al-ahad, ashhadu anna sayyidina Muhammadan rasulullah sayyidi sanad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Usikum ibadallah faqad faza almuttaqun. Islam, nahusieni tena pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo kubwa la kumcha Allah, juu ya kufuata maamrisho ya Allah na kuweza kujiepusha makatazo ya Allah. Ni mwaka wetu sisi wa Kiislamu, tujitahidi kwa mwaka huu tuazimie kuyafanya mengi mema na kujiepusha na madhambi. Mwaka huu uwe ni mwaka wetu sisi wa Kiislamu wa kufanya mema, wa kuswali sana, kutoa sadakati mbalimbali sana, wa kufunga suna sana, wa kutoa zaka kwa wingi, wa kutoa sadakati kwa wingi. Maisha yetu ni mafupi, maisha ni mafupi, ila maisha ya kukaa kabrini ndiyo marefu. Maisha ya kukaa kabrini marefu. Hakuna siku ngumu kwa mwanadamu kuliko kwamba siku ile ya kwamba wewe sasa unakabiliana na Israeli anataka kuitoa roho yako. Ni siku ngumu sana, ni siku ngumu sana. Akiwa amelia Mtume Muhammad, machozi yambubujika, na huku kalala kwenye miguu ya mama Aisha.
Akawa mwisho wa matamko yake ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mama Aisha aweka sikio, labda kuna maneno Mtume anayasema ya mwisho, anaambia swala 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 swala, macho mtozi anamtoka Mtume Muhammad, anaondoka katika mgongo wa dunia. Leo sisi tunafanya mchezo, mtu anaswali Jumaa hadi Jumaa. Swala zote utakazoziswali itapimwa swala moja baada ya nyingine, na swala ya kwanza kupimwa swala subuhi. Wewe umeswali wewe, au waswali vile unavyotaka wewe tu? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba mimi majini na binadamu malengo apate kuniabudu. Tumwabudu Allah, tumwabudu Allah. Nataka ujitafanyia tathmini wewe mwenyewe, umri niliokuwa nao huu, yale anomridhisha Mungu na yale makwangwao ya kumkosea Mungu mengi yapi? Hizi vinavyo kufanya ibada, kuswali mpaka hadi hii leo, siku nyingi ni zipi? Jiangalie. Miaka 60, 70, 80, kama miaka 100, utakaa kabrini zaidi ya miaka 300 unasubiri kiyama. Ikiwa Mtume Muhammad miaka 63, piga na hii aliyoishi na kuhama na kila kitu, miaka 63 aliyoishi mpaka hadi leo ni 1448 leo Mtume Muhammad. Je, sema mimi na wewe? Ndio maana Abi Huraira akasema, anaiendeleza hadithi hii, asema as-salatu al-khamsa wal-jum'atu wal-jum'a, as-salati hizi 5 hizi na Ijumaa hadi Ijumaa na Ramadhani hadi Ramadhani, asema mukaffirat. Hapa katikati, hapa Ijumaa hadi Ijumaa nyingine, hapa katikati huyo mtu anafutiwa madhambi. Adhuhuri hadi alasiri, hapa katikati mtu afutiwa madhambi. Magharibi hadi isha, hapa katikati mtu afutiwa madhambi. Isha hadi salatu subuhi, hapa katikati mtu afutiwa madhambi. Lakini akasema muda wa kuwa ni mwenye kujiepusha na madhambi makubwa. Usitende dhambi, yafutwa madhambi ikiwa kama wewe ufanye dhambi. Yaumul Jumaa fihi khalaqa Allahu Adam, siku ya Ijumaa ndio siku aliyoumbiwa baba yetu Adam alayhi salam. Wa fihi qabla, ndio siku ambayo Mungu aliondoa roho yake katika mgongo wa dunia. Ijumaa ina mambo mengi. Ijumaa ni sikukuu sisi kwetu kwa Uislamu. Swala anasimamisha swala, kaisimamisha nguzo kubwa ya dini. Anaivunja swala, kaivunja swala ya dini. Sio swali unavyotaka. Uswali vipindi 5, uswali vipindi 5 alivyoviamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi kwa ajili ya kazi kitu gani? Ambia bwana, dakika 5 tu. Mbona kuna dakika za kwenda kula? Ila dakika za kwenda kuswali hakuna. Vipi? Maisha haya tunapita sisi hapa, wamepita watu, wamepita, na sisi ndio umma wa mwisho. Hakuna umma mwingine utakayekuja baada ya sisi, hakuna, zaidi ya kusimama kiyama.
Allah Allah, swala. Ujumbe wa leo ni swala, kuna jambo jingine, swala. Inna salata kana ala almu'minina kitaban mawquta. Haika swala mbele ya waumini, Mungu kaitengeneza, kaiweka kwa nyakati zake maalum. Sio swali tunavyotaka. Unaswali Ijumaa alasiri hupo, waswali alasiri ya Ijumaa hupo, waswali magharibi ya isha uswali, sasa asubuhi uswali. Hiyo bado hujasimamisha swala. Wewe hujasimamisha swali, lakini hujasimamisha swala. Hakuna anaweza kuvumilia adhabu ya Allah hapa, hakuna. Mtume Muhammad asema aqallul adhabi yawm alqiyama, mchache wa adhabu siku ya Kiyama atavalishwa mtu buti mpaka kwenye kungu zake, kungu zile fundo zile, yaghli dimaghuha, ubongo na chemka zile kwa zile buti za moto. Atavalishwa mtu buti za moto mpaka kwenye kungu, zile buti za moto zile, ubongo unachemka kama vile uji unavyochemka, na ataona hakuna ameadhibiwa duniani kuliko yeye, kiasi ambacho akiulizwa, bwana, hebu tuambie, hivi duniani kuna siku yote ulipata raha hivi? Asema wallahi, tangu mimi niishi dunia sijapata raha hata siku moja. Huyo ni mchache wa adhabu kuliko watu wote. Nani atakuvumilia adhabu ya Allah? Adhabu ya Allah ni kali. Tuko ndani ya mwaka wa Kiislamu, tufuate maamrisho, tujiepushe na makatazo kwa wingi, tufanye yaliyo mema. Tujiepushe na makatazo, tuswali kwa wingi, tufanye mambo ya khairati kwa wingi, iwe ni sababu ya Allah tukiondoka katika mgongo wa dunia, na Allah naye atutie peponi. Tumwombe Allah atuafikishe tukamilishe ibada ya swala. Tumwombe Allah atusamehe sisi makosa yetu. Tumwombe Allah atutengenezee ya Rabbi mambo yetu. Ya Rabbi, tunakuomba kwa utukufu wako na kwa baraka zako, kwa Ijumaa yako hii ya mwezi huu tuliokuwa nao wa Muharram, mtengenezee na msamehe na mpe sanadi wa kutusimamia salama kiongozi wetu wa kinchi, mama yetu Samia Suluhu Hassan akiwepo, pamoja na rais wa Zanzibar. Wape weredi na usimamizi wa kuweza kutusimamia kwa salama na amani. Ya Rabbi, tunakuomba kwa utukufu wako na kwa baraka ya Ijumaa hii, mhifadhi na umlinde kiongozi wetu wa kiroho, mufti wetu wa Tanzania, pamoja na baraza lake la mashekhe wanaosimamia dini, wanaosimamia Uislamu uende mbele, pamoja na makatibu na wote wenye kumsaidia mufti. Mungu awape weredi na usimamizi waweze kutusimamia kwa salama na amani. Ya Rabbi, tunakuomba kwa baraka ya Ijumaa hii, waumini waliokuwepo hapa wote, Mungu wasamehe madhambi yao. Kila aliyekuja hapa, ya Rabbi, katoka nyumbani kuja hapa kutaka msamaha wako, na Mungu mtie peponi. Mungu msamehe makosa yake, Mungu mtengenezee mambo yake, mnyoshee mambo yake. Kila mwenye shida, Mungu mkidhie shida yake. Kila mwenye tatizo, Mungu muondolee tatizo lake. Kila mwenye mgonjwa wake, Mungu muondolee mgonjwa wake. Mwenye mtatizo yeye na mkewe, Mungu suluhisha ya Rabbi kwa baraka ya Ijumaa hii. Kila aliyekuja hapa, Mungu msamehe madhambi yake. Hawa ni waja wako dhaifu, si chochote na wala si lolote, wanataraji msamaha kutoka kwako. Usiposamehe wewe, nani atakusamehe? Waja wako hawa, Mungu atengenezee mambo yao. Mwenye biashara yake, Mungu ikunjue biashara yake. Mwenye kazi yake, Mungu ikunjue kazi zake. Mwenye mambo yake, Mungu mtengenezee mambo yake, ili aweze kuyatengeneza ya halali, aweze kuishi kwa usalama na amani. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma rallana bi Bakarin as-Siddiq taqi wa Umar al-Faruq naqi
وعثمان ذي نورين زكي وعلي الوفي الرضي وارض اللهم سبطا جليلين شهيدا ابي محمد الاسد وابي عبد الله الحسين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلاف الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.